Kwa majina naitwa Jennifer Samuel, ni CEO wa Jennifer Mall. Leo tupo hapa kwenye uzinduzi wa duka letu ambao ni mall yetu kubwa, ambapo tunajishughulisha na uuzaji wa vyombo vya ndani, mapambo ya ndani, home decor, home appliance na vitu vyote vya majumbani, ambapo utapata vitu vyote, vyombo, changamoto zote za vyombo vya ndani hapa ni solution kabisa. Lakini tuko hapa kwa ajili ya bei, yani kila mmoja bei ambayo mtu anaweza kai-afford, anapata vitu quality kwa bei ya chini. So nawakaribisha sana katika siku ya leo kwenye uzinduzi wa duka letu ambalo ni mall yetu, ambapo utajipatia mahitaji yote ya ndani. Duka letu tunaleta vitu kwa hali ya chini, kwa kuzingatia kuna watu ambao wanaweza wasi-afford bei ya juu, lakini pia wakawa na uhitaji wa bidhaa. Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi kuboresha kila kunapokucha. Ndio maana kwa sasa hivi tumetoka kwenye Jennifer Stylish tumekuja kwenye Jennifer Mall. Kwa nini? Kwa sababu ya kupanua. Mall inakuwa inatupa kupata vitu vyote. Tutapata vitu ambavyo kuna appliance, kutakuwa na electronics, kutakuwa na accessory, vitu vyote, lakini hivi vyote ni kwa bei ya chini. Lakini niwahakikishie kwamba watu ambao labda mindset yao kwamba hapa Dodoma ni makao makuu, kwa vitu lazima viwe bei ya juu, lakini hapa kwetu utapata vitu quality kwa bei ya chini. Matarajio yetu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu ni kuifikia Tanzania yote. Kwa hiyo tutajitahidi kwa kila mkoa, kwa hatua kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotusaidia na kutufanikisha, tutafungua tawi kila mkoa. Lakini pia kuna mkakati ambao ni mnada bei fupi. Mnada huu unatembea kila mikoa. Kwa nini? Kwa sababu ya kumrahisishia mteja ambaye yuko mkoani, ambaye hana imani ya kuagiza mzigo. Kuna wengine bado wana hofu na waamini kwenye biashara za mtandao. Kwa hiyo ndio maana tuna hii mnada bei poa, ambao tunaenda kila mkoa kila mwezi kwenda kufanya minada ili kuwafikia wateja wa mkoani. Lakini pia kuna wengine ambao kulikuwa kuna vitu ambavyo havipatikani kwa Dodoma hii, lakini kwa hapa sisi tumerahisisha. Walio wengi ni mashuhuda wa hiki ninachokiongea, walikuwa wanaagiza bidhaa nyingi kutoka Dar es Salaam, lakini kwa sasa hakuna haja ya kuagiza vitu Dar es Salaam kwa sababu tayari chimbo liko hapa Dodoma. Kwa ukiwa na hitaji lako lote, njoo hapa Jennifer Mall, ni solution la kila kitu. Utapata vitu vyote kwa bei ya chini sana. Kwa wale ambao labda pengine uwezo wa kuchukua kitu labda kwa mara moja hawana, wanaruhusiwa kulipa kidogo kidogo kukamilisha kuchukua? Ndiyo, kuna daftari ambalo kama kuna mtu ambaye atakuwa anahitaji kitu chochote kwa wakati huo, anakuwa hana pesa ya kukizi kile anachokihitaji, anaweza akalipia kwa awamu. Tutamwandika, atalipia kadri ambavyo anapata. Akishakamilisha hela yote kwa kila ambacho anakitaka, atapata bidhaa yake. Na serikali inapaswa zaidi kuweza kuwezesha wanawake kiuchumi ili waweze kufikia malengo yao. Unahisi wafanye nini? Kwa upande wa serikali nilikuwa naomba ama kushauri kwamba kuna wanawake wengi ambao wapo nyumbani, ambao ni mama wa nyumbani wengine, lakini wana juhudi, wanatamani kufanya kazi, lakini kinachowakwamisha ni mtaji pengine. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali ingekuwa na mkakati wa kuwawezesha kina mama, hasa kwenye kuangalia vikundi maalum. Mfano kama mimi hapa, wakati naanza, unatamani, unakuwa na ndoto kubwa, unakuwa na una nguvu, ukijiangalia kwamba wewe unaweza kufanya kazi, lakini kitu kinachokuangusha sasa, ukitaka kwenda hata labda kwenye benki au kwenye taasisi ya mkopo, unaambiwa uwe na dhamana ambayo haihamishiki. Mfano vitu vya dhamana, labda uwe na nyumba, uwe na kiwanja, vitu hivyo kwa wakati huo unakuwa hauna. Kwa serikali ikitusaidia kupata namna nzuri, au benki kuongea labda na benki, tuweze kupata mikopo pasipokuwa na masharti magumu. Lipi la kuwashauri wanaume kwa ajili ya kuweza kuwapiga chafu wake zao na kuweza kufanikiwa kwa kile ambacho wanaamini? Yani kwa wanaume, mfano kwa wanaume ambao bado wana imani za kwamba mwanamke akifanikiwa anaweza akakudharau au akawa hataki care kwenye familia, mimi naweza nikasema hapana. Kuna wanawake wengi waliofanikiwa lakini bado wakawa responsible na familia zao, kwa maana ya kuwa mke bora na kuwa mama bora kwa watoto wao. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa anaonyesha juhudi ya kupiga hatua au kufanya kazi ya namna yoyote, kufanya biashara, tunaomba imani yenu iwe kubwa kwa wanawake, kwa sababu kuna wanawake, si wote, lakini kuna wachache wao ambao wanaharibu ile image sasa ya mwanaume, kwamba kumwamini mwanamke, kujipatia kipato chake na kujiimarisha kwenye uchumi. Kwa upande wako wewe imekuwaje? Yani ni shemeji yetu, yani imekuwaje kukusupport wewe? Amekupa nguvu kwa kiasi gani? Mume wangu ni mchango mkubwa sana kwa haya maendeleo yaliyopo leo.
ni mchango mkubwa sana, kwa sababu asingeniruhusu kutoka nje kuonyesha kile nilicho nacho, sidhani kama hiki leo ambacho mnakiona kingeonekana. Kwa hiyo yeye ni mchango mkubwa kwa fedha, kwa imani yake juu yangu. Kwa ni vitu vikubwa sana kwangu mimi. Duka la ngapi na ulianza na mtaji wa shilingi ngapi? Sawa. Mtaji nilioanza nao kwa mimi ninavyokumbuka kabisa, nilianza na milioni 3, ambapo nilienda kwenye duka la biashara za Ramsek nikachukua mzigo wa milioni 2,975,000 nikiwa na milioni 3. Nakumbuka kabisa nilikuwa na milioni 3 nilivyoenda kwa yule dada anaitwa Sekela, na ni biashara za Ramsek, na namshukuru sana kwa mchango wake kwenye kuipushi biashara yangu. Sitakuwa mwingi wa shukrani nisipomtaja leo hii. Kwa amenisaidia sana na yeye. Mtaji nilioanza nao nilianza na milioni 3, na hili ni duka ambalo limekuwa na mwendelezo. Limeanza hatua by hatua. Halikuanzia hapa lilipo leo. Tulianza vichochoroni ambao nimeanza nao, nadhani wanajua. Tulianza hatua by hatua. Tukitoka duka hili, nadhani hili ni duka la 4 kuhama. Kwa hiyo nimeanza duka ambalo ni uchochoroni, nikahama nikaenda duka jingine, nikahama duka ambalo nimetoka sasa, na sasa hivi niko hapa. Sasa nataka tukufahamu mpaka sasa hivi ina thamani ya bei gani? Nikisema kwamba kwa sasa hivi lina thamani ya bei gani, naweza nikawavunja moyo ambao labda na wenyewe wako nyuma wanapambana, lakini kila kitu kinawezekana ukiwekeza juhudi, ukawa na nidhamu ya fedha, uaminifu na bidii, kila kitu kinawezekana. Kwa mtu anayetaka kujifunza kwako, unampa fursa muda gani aje kujifunza na yeye aweze kufanikiwa kama wewe? Unajua, kujifunza uweze ukamwamsha mtu kwamba njoo ujifunze. Wapo ambao mpaka sasa hivi wanajifunza. Kwa hiyo kujifunza hakunaga wakati maalum kwamba jifunze ndani ya miezi 3, jifunze ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo yani mpaka sasa hivi hapa nilipo wapo wengi waliojifunza kupitia mimi. Japo hata mimi najifunza kupitia wengine.